Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kutokana na taarifa iliyotufikia hivi punde ambayo inahusu uwanja wa Benjamin William Mkapa, Uhondo TV tumekuwa na haya ya kukuandalia. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, leo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 amezungumzia swala la uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na hii imetokea baada ya klabu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco kutolizishwa na uwanja wa Benjamin Mkapa, huku timu hiyo ikihitaji mchezo wa finali raundi ya pili ambao utakutanisha Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa tarehe 25 mwezi wa 5 2025, upigwe katika uwanja wa Man New Complex visiwani Zanzibar. Sasa ni kipi ambacho amekizungumza Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye ni Gerson Msigwa? Hiki hapa ambacho amekizungumza. Uwanja wetu una maboresho ya aina mbili. Kuna maboresho ya majengo yanayohusisha viti na mifumo ya ndani ya majengo ya uwanja ambayo tuko zaidi ya 85-90, kwa sababu viti tumefunga sehemu kubwa, tumebakiza kama viti 20,000 tu vilivyobaki. Na mifumo mingine ya maji, umeme, taa, sauti ndio hizo mnasikia zimo kwenye majaribio ya mwisho baada ya kuwa zimeshafungwa, zima moto, internet na vingine vingi ambavyo vinafungwa uwanjani. Hayo yote yamekamilika. Tulikuwa na changamoto na pitch, na CAF walikuja kutusimamia na kutoa maelekezo ya nini wanataka tufanye. Tulishafanya yote, na sasa hivi kazi inayoendelea ni ya kuendelea kuhakikisha kwamba uwanja unazidi kuwa bora zaidi. Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na CAF, yote tumeyatekeleza na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa maji humu ndani kwa haraka zaidi ya mara 10 ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja. Sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao. Lakini sisi tumeandaa uwanja na uwanja uko tayari, na wenyewe mmeuona. Uwanja wa Benjamin Mkapa ndio hapa. Hapa mvua hata ikinyesha sasa hizi baada ya dakika 10 tu hakuna maji ndani. Huu uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa nchi yetu wenye hadhi ya kuhost mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo. Ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo. Kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine. Yaani kama sio Benjamin Mkapa hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko 43% leo tunakwenda. Sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika. Tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja, ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni 650 kujenga viwanja vingine vipya viwili, na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi. Huo Shamba la Bibi, uwanja wa Uhuru, na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo sio muda mrefu maana yake tutakuwa tuna viwanja 4 vikubwa vya serikali venye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa. Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nani atakayeweza kumkwamisha? Hapa saizi wana take advantage kwa sababu tu tuna uwanja mmoja. Na uwanja wenyewe uko tayari ndio huu hapa. Hapa zimeweka fedha nyingi. Zaidi ya bilioni 30 zimetumika hapa. Badilisha viti hivyo, weka tatani, sehemu za kukimbilia mnaziona. Tunakwenda kufunga mifumo mipya ya viyoyozi. Tumerekebisha vyumba sijui vya waamuzi, vyumba vya antidoping, vya madaktari, vyumba vya marefali, ball boys, na kila walichokitaka CAF tumekifanya. Tunafanya kazi bega kwa bega na viongozi wa Simba. Tumefanya kazi pamoja mpaka tumefika hapa. Tulikuwa hatulali. Tunafanya kazi hapa usiku na mchana kuhakikisha ile changamoto iliyotokea kwenye ile mechi siku ile tunaikabidhi na tumeimaliza. Mimi naomba waandishi wa habari, mkiona Dar es Salaam kuna mvua nyingi, njoni hapa. Alafu wewe ikikatika tu
Hesabu ni dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10. Hamtakuta maji huko. Kuna kazi imefanyika, kuna pesa zimewekwa za walipa kodi humu za kurekebisha. Sasa haya maamuzi mengine, ndio maana nasema hayo sio mamlaka yangu, mimi siwezi kuzungumza. Hayo sio mamlaka yangu, lakini sisi tulichoambiwa tumekifanya, na nyinyi wenyewe mmeuona uwanja huu hapa.